mawasiliano kutoka wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ali. Nataka uniambie usiku wako wa jana ulikuwaje ndugu yangu, na ulikuwa wapi? Bana Ahmed, vipi? Nzuri sana kwa sababu Hebu anza mwanzo, sija kusikia ndugu yangu. Hatujamzoea hiyo. Siku yangu ya jana ilikuwa nzuri sana kwa sababu nimepata kile kitu ambacho nilikuwa nakihitaji kwenye nafsi yangu, na baada ya kukipata nikawa mwenye furaha nyingi kweli kweli. Jana ulipata nini, kitu ulichokuwa unakihitaji kwenye nafsi yako? Jana nimepata sare, nikiwa kama mkazi wa Mbeya, kuona timu yangu kutoka Mbeya imepata sare ni jambo la faraja kwangu. Kwa baada hapo kutokea jana ile hadi hii leo umekuwa ni mwendo wa shangwe kweli kweli kwa upande wangu. Kuna taarifa kwamba zinasemekana huko kwenye mitandao ya kijamii kwamba Yanga Afrika amedondosha alama 2, lakini anajua pa kuzipata ni Kariakoo. Taarifa hii imekufikia Ahmed? Ya juzi sio ya jana, wala jana sio ya leo. Hilo ni muhimu kuzingatia. Kama wameishi kwa kukariri ya kwamba tutadondosha alama huko alafu tutakwenda kuzipata kule, hiyo ilikuwa ni mwaka jana, hiyo ilikuwa ni msimu uliopita. Huu ni msimu mpya kabisa. Huu ni msimu wa kimaajabu wa Simba Sports Club. Huu ni msimu wa ubaya ubwela part 2 ambao umeongezewa power na nguvu ya kutosha. Kwa hiyo watakapodondosha alama popote pale, basi hakuna sehemu ya kurecover point hizo. Safari hii hatuwezi kukubali kuwa daraja la mafanikio la mtu mwingine. Maana yake ni kwamba sisi mwaka huu tumedhamiria kwa dhati kabisa kutanua gap la pointi baina yetu sisi na wao. Kwa hiyo kama wamedondosha alama 2, basi wafahamu ya kwamba tutakapokutana nao sisi na wao gap litakuwa pointi 5. Hiyo ni kwa mechi ya kwanza. Tutakapokutana kwa mara ya pili sisi na wao gap litakuwa alama 8, na baada hapo ni yena ubingwa Msimbazi. Inasemekana kwamba wekundu wa Msimbazi ni kama hamko serious hivi, kwa sababu mmekuwa mpaka na kocha wa mkopo. Kuna watu wanaona kama timu haiko serious. Sasa imeishi maisha fulani ya kocha wa mkopo. Hili unasemaje kwenye hili? Hayo ni mambo ya kawaida Oscar. Kama kuna mchezaji wa mkopo, kwa nini kusiwe na kocha wa mkopo? Na sisi tulikuwa kwenye kipindi cha mpito. Kwenye kipindi cha mpito unaangalia best solution kwa wakati huo unaifanya. Kwa hali tuliyokuwa nayo, mwalimu wetu aliyebaki kwenye kikosi kwa maana ya mwalimu Selemani Matola hakuwa na uwezo wa kusimamia mechi yetu ya marudiano dhidi ya Gaborone kwa sababu ana kadi nyekundu. Lakini hata mwalimu wetu wa viungo naye vile vile hakuwa anaruhusiwa kukaa kwenye mchezo huo kwa sababu alikuwa na kadi nyekundu ambayo aliipata ya Berkane. Kwa hiyo unaweza ukaona hatukuwa na option yoyote. Nakumbuka sisi hatukupanga kuondoka kwa mwalimu Fadlu. Kwa hiyo hatukuwa tumepanga hata mrithi wake. Kwa hiyo kuondoka kwake maana yake ni kwamba ikatulazimu sisi kupitia kipindi cha mpito, na unafanyaje hapo? Unachukua kocha wa mkopo. Kwa hiyo hii ni kawaida. Ingekuwa tumeplan kumfukuza mwalimu Fadlu, maana yake tungekuwa tumesha plan na kiondoka yeye anakuja nani. Lakini ameondoka yeye kwa short notice, na ikatulazimu sisi kuchukua hatua za haraka. Hasa kwenye hatua za haraka huwezi kumpata kocha wa haraka. Kocha mzuri unayemhitaji yupo either kwenye timu yake au yupo, lakini mazungumzo yanahitaji muda. Lazima umridhishe na yeye aone project ndio akubali kuja kujiunga kwenye taasisi yako. Kwa hiyo hatakuwa na namna pale zaidi ya kuchukua kocha wa mkopo, na ametuvusha Hemedi Morocco. Tunamshukuru, amerejea kwenye majukumu yake ya timu ya taifa Tanzania. Kuna baadhi ya mashabiki wanasema Simba ikiwa inacheza wachezaji wanamaliza mechi hoi na mashabiki pia wanakuwa hoi, kwa sababu ni pressure kupanda, pressure kushuka. Kuna namna unaiona Simba ikiimarika kwenye hizi mechi ambazo
inazidi kucheza? Ya, hiyo ni mechi moja ambayo ndio ilikuwa na hali hiyo ya pressure kupanda, pressure kushuka, kila mtu ameshikilia nafsi, mwingine akashikilia roho, mwingine akashikilia kichwa. Hiyo ilikuwa ni mechi ya marudiano hapo dhidi ya Gaborone. Ndio mechi ambayo tulizidiwa, mpinzani wetu alikuwa bora sana, alitupatia kweli kweli. Alikuwa kwenye ubora wake wa kiwango cha hali ya juu sana. Amekosa maturity tu, kama angekuwa nayo hiyo angeweza kutufunga na kutuondosha mashindanoni, lakini Simba Sports Club kwa uzoefu tuliokuwa nao tukaweza kwa kutumia ukubwa wetu wa kimaarifa. Lakini mechi nyingine ambazo zimebaki tumekuwa tukiziangalia kwa kuenjoy, tumekuwa tukiziangalia tukifurahia mpira mzuri ambao unachezwa. Bado Simba ikicheza inaonekana watu pressure inapanda, pressure inashuka. Karibu semaji. Ni kweli hilo tunakubali, lakini sio mechi zote ambazo tunacheza. Ziko mechi nyingine ambazo tumezicheza tukiwa kama vile tunaangalia filamu nzuri ya kufurahisha hivi, au kama unasikiliza wimbo mzuri wa Diamond wa Msumari, yani ukiwa unaenjoy. Na ni mechi moja ambayo kusema ukweli tunakiri kwamba tulitazama mechi hiyo tukiwa tumeshikilia roho mkononi. Mechi ilikuwa ngumu, na kwenye mpira wa miguu hilo ni kawaida, kuzidiwa, kutawaliwa, mpinzani wako kuwa bora dhidi yako. Sasa mpinzani wetu ambaye tulicheza naye kwenye ligi ya mabingwa Afrika, Gaborone United, kusema ukweli wa Mungu alikuwa bora sana zaidi yetu sisi, alitukamata kweli kweli. Hiyo ndio mechi ambayo tulitazama kwa pressure kubwa. Ulikuwa umekaa kwenye kiti kama umekalia mkaa wa mawe muda wote, una wasiwasi. Hiyo mechi namna ambavyo ilikuwa, hiyo tunakiri wazi. Lakini mechi nyingine zote tumekuwa kwenye ubora wa hali ya juu, na hata leo utashuhudia ndugu yangu Oscar namna ambavyo timu itacheza vizuri kweli kweli chini ya mtaalam Selemani Matola kwenye mechi dhidi ya Namungo. Kwa hiyo ni kweli tunakiri kwamba kuna nyakati unazidiwa, unacheza vibaya, na kuna nyakati unakuwa kwenye ubora wako, unatawala dimba. Yan Shale Ahua ni moja kati ya wachezaji bora, hodari kabisa, anatengeneza nafasi, anafunga mabao, anapiga pasi za mwisho. Lakini kama kunaonekana baadhi ya mashabiki wa Msimbazi kama hawamuheshimu, hawamuelewi yani, unasemaje Ahmed kwa hizi kelele ambazo chache anazopigiwa Yan Shale Ahua? Yan Shale Ahua Yan Shale Ahua ni mchezaji mzuri sana. Ukiangalia mpaka muda huu kwa mechi tulizocheza peke yake, Yan Shale Ahua ndio mchezaji mwenye takwimu nzuri. Ana goli 2, moja kwenye ligi kuu ya NBC na moja kwenye michuano ya CAF. Yan Shale Ahua ndio mchezaji pekee ambaye ana magoli 2, ana assist moja. Wachezaji wengine wote waliosalia na goli 1 na assist moja na vitu kama hivyo. Lakini kipi kinachowapa mashabiki wa Simba kutokuwa na imani naye ya moja kwa moja ni aina ya nafasi ambazo anakosa. Kwa hiyo changamoto ni kwamba watu wanaona kweli anafanya kazi iliyotukuka, anafunga magoli, ana assist, lakini ziko nafasi ambazo angeweza kuifanya mechi kuwa nyepesi zaidi, ama mechi kuimaliza mapema zaidi, badala yake inakuwa sivyo. Na hapo ndipo ambapo kunawafanya mashabiki wengi wa Simba wawe kwenye sintofahamu, wampende, wamheshimu, ama wafanye kitu kama kitu gani. Lakini yote kwa yote ni yeye mwenyewe anapaswa kuboresha zaidi kiwango chake, kutumia kila nafasi ambayo anaipata, heshima itakuja tu. Ni mchezaji mzuri sana, na kwenye football ukiona mchezaji anakosa nafasi nyingi, maana yake anafanya kazi kubwa ziada kutengeneza nafasi hizo. Panapobaki ni kumalizia tu nafasi hizo na timu yake ikapata ushindi. Mechi dhidi ya Namungo ndio itaenda kuchezwa masaa machache au muda mchache kutoka sasa. Mashabiki wale kabisa kabla ya kwenda kutazama mechi, au wa relax baada ya mechi ndio watafute chakula cha usiku?
Pira Selemani Matola halina mashaka. Pira Selemani Matola linajitosheleza. Wewe cha kufanya inategemea sasa unaishi wapi. Kama unaishi kwenu, wewe kula kabisa, kwa sababu tukitoka uwanjani saa 4 sidhani kama watakuwa wamekubakishia chakula. Ila kama unaishi kwako, una option ule, ama utakula baada ya mechi. Lakini uhakika ni kwamba baada ya mechi ya leo mashabiki wataondoka uwanjani wakiwa wamefurahi pakubwa, wataondoka uwanjani wakiwa na shangwe la kutosha, kwa sababu tunakwenda kupata matokeo mazuri na tunakwenda kukitafuta kilele cha ligi kuu ya Tanzania. Hizi taarifa za Nasreddine Nabi kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba zina ukweli kiasi gani, Ahmed? Nami kusema kweli naziona kwa kasi, lakini kwenye hili eneo la kocha mpya, ndio binafsi bado sijapewa taarifa mpya kuhusiana na kocha mpya. Kwa hiyo sina majibu ya moja kwa moja. Nabi nimemuona amekuja town hapa, sijajua amekuja kwa ajili ya Simba Sports au amekuja kwa ajili ya mipango mingine, kwa sababu hata wale wenzetu na wenyewe wanaishi kwa machare na kocha wao. Kwa hiyo inawezekana wamemleta Sheikh Nasreddine ili akae standby, wakisha mnyoa tu kocha wao wamchukue Sheikh Nasreddine. Kwa hiyo sina hakika sana kama amekuja kwetu ama amekuja kwa wale mabwana au yuko zake tu matembezi, kwa sababu Tanzania ni nchi ya watu wote. Lakini kwa kama mdau sasa, semaji, lakini mdau wa mpira wa miguu hapa, unazungumziaje uwezo wa kocha Nasreddine Nabi? Mimi ni kuibia siri moja. Nasreddine Nabi kabla ya kwenda alikoenda hapa Tanzania, ndio alikuwa tulikuwa tumesha katika scouting. Mlikuwa mmesha Ahmed katika scouting, sikumbuki mwaka vizuri, lakini katika scouting yetu ya kutafuta kocha wakati huo, tulikuwa tumemfikiria na tumezungumza naye, lakini dakika za mwisho mambo hayakwenda sawa sawa, tukamchukua Didier Gomes da Rosa, kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri bila shaka, kwa maana ya uzoefu aliokuwa nao Afrika, ya ubora aliokuwa nao, lakini ameongeza kitu kingine zaidi hivi sasa. Anaongeza uzoefu na ligi ya Tanzania. Kwa hiyo ukimpata kocha aina yake, maana yake ni kwamba umepata best coach kwa maana ya knowledge, umepata experience ya kutosha ya Afrika na experience ya Tanzania. Ana uwezo mkubwa wa kukusaidia na kukuvusha kufika mbali zaidi. Ungetamani pengine siku moja kumuona akifanya kazi wekundu wa Msimbazi Simba? Mimi natamani kufanya kazi na kila mtu bora na kila mtu mzuri, na bila kuwa mchoyo wa fadhila, lazima nikiri kwamba Nasreddine Nabi ni kocha mzuri, ni kocha mkubwa Afrika, na kila timu ingependa kufanya kazi na kocha wa aina yake. Na pengine muda wowote sasa inaweza ikawa iko rasmi kwamba ni mnyama kweli kweli, kwa sababu ameonekana akiwa na rangi nyeupe na nyekundu huko mtaani. Sasa ndugu yangu Oscar tuulize, wewe una nguo yote ya kijani au ya njano? Hapana, huwezi kuwa nayo, kwa sababu hiyo sio nguo. Mimi ni nyeupe na nyekundu. Hata Adela Tilia nguo na nyeusi kwa mbali mara moja yani. Pinki, blue, nyekundu ndio rangi za watu wanavaa hizo. Hizi rangi nyingine ndo hivyo tu, najua tena, lakini sio rangi za kuvaa. Kwa hiyo usishangae kumuona Nabi ana nyekundu na nyeupe, kwa sababu hiyo ndio rangi ambayo imetawala dunia. Nabi baadaye hapo atakapotambulishwa ataendelea kufanya kazi na msaidizi Suleiman Matola? Kusema kweli hilo sifahamu. Kwa hiyo kocha Nabi anaweza akaja na wasaidizi wake wengine. Ahmed. Anaweza, sizungumzi Nabi, lakini nachoweza kusema ni kwamba anaweza kaja kocha na wasaidizi wake, lakini
mara nyingi wakifika huwa wanapenda vile vile kufanya kazi na Matola. Kwa mfano Abdelhak Benshika alikuja na wasaidizi wake wawili. Ndio. Lakini alipokutana na Matola, kwa sababu lazima akifika mwalimu mpya kumkutanisha na mwenyeji. Alafu yeye ndio atafanya maamuzi. Kwa hiyo alipofika Abdelhak Benshika, tukamwambia bana, hapa tuna mtu wetu huyu anaitwa Selemani Matola, ana sifa 1 2 3, na akasema ngoja nimwangalie. Baada ya kumwangalia akasema yes, huyu naweza nikafanya naye kazi. Hivyo ilivyokuja kwa mwalimu Fadlu, naye alipokuja akakuja baada ya kufika tukamwambia bana, kuna huyu mtu wetu anaitwa Selemani Matola, hebu angalia kama unaweza kufanya naye kazi. Naye aka